katika jina la Yesu. Hiyo pepo utaitoa hata kama uko na udhaifu wa imani. Maana umeenda sasa na authority. Na ndio unaona askari hawezi kukusimamisha kwa barabara kama hana kirauni. Hawezi simama pale. Maana hiyo kofia inasimamia authority. Nimesimama hapa na government of Kenya. Kwa hivyo ukisimama hapa na mavazi ya raia, hata anaweza kanyangwa na magari. Anaweza tukanwa. Na ndio unaona Wakristo wengi wanatokea, wanaenda wanaaibishwa. Maana hawana the authority vile huwa ina flow. Kila mtu aseme amen. Biblia inasema nini? Na kuwa na kiasi. Kwa hivyo lazima tuwe na kiasi cha kila mambo. Lazima tuwe na kiasi ya mambo mengi katika maisha yetu. Ukikosa kiasi, ati vitu vyote vinakuja na njia yako unapokea. Mambo yote inakuja katika njia zako unapokea. Zingine utapokea zitakuwa za Mungu. Tulikuwa na mtu mmoja alikuja kubariki mtumishi wa Bwana. Nimesimama hapo nimemshikia mafuta anapaka watu. Alafu mtu mmoja akakuja na 10,000. Ilikuwa 10,000 akampatia. Huyo mchungaji akamwambia, mimi sina haja na pesa zako. Akamwekelea mkono akamwambia, chukua pesa kwanza kabla uniambie. Akamwambia, basi kama hutaki maombi wacha niende kwa mwingine. Mwishoni baada ya ibada ndiye aliniita akaniambia, kama tungepokea hizo pesa tungeangamia, maana zilikuwa zimelalwa kwa madhabahu ya shetani. Ndio zikuje zimalize hii kanisa. Kama hangekuwa na kiasi apokee, huduma ingeisha. Na watu wengi mmemalizwa na kukula chakula na watu mezani, mnakosa kiasi, mnamalizwa hivyo. Sio chakula zote unapaswa kukula watu wakikuwekea. Sio vitu vyote unapaswa kupokea. Kuna some gift unapaswa useme no, maana zingine zinanenewa, zinaongeleshwa maneno. Ikifika kwake umuue. Umumaliza spiritual. Umufanye paralyze katika maeneo ya maombi. Umfanye awe paralyze katika maeneo ya giving. Kwa hivyo ukipokea unaangamia. Na wandugu na wadada, viuno vya Wakristo wengi hawatakangi kujua umuhimu wa kufunga mshipi ndio wakae wakiwa wazuri. Na of course hawezi kusimama mbele za Bwana bila huo mshipi. Hata Kristo watu wote ametokea katika ndoto na katika maono, utamuona kuna mshipi katika kiuno chake. Mbinguni ndio ujue wa ndugu na ujue wa dada. Maana kule wako na mwili wa kiroho hawajulikanagi kwa uso. Labda upatiwe another eye ndio ujue huyu kumbe ni yule mtu alikuwa wetu. Wakati huu, kwa sababu hatujafika wakati ule wa kukaa na Bwana mezani tukule meza ya Bwana sisi wote. Wakati huu ukiingia wanafanana wote. Wanajulikanaga tuna mshipi yenye iko kwa kiuno. Huyu ni dada, huyu ni ndugu. Lakini ukienda wote wanafanana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima mfungie viuno vyenu vya nia zenu mishipi, ndio muweze kusimama katika dunia hii ya leo. Kuna mambo mengi watu wanashindwa kusema no. Kuna mambo mengi watu wanasema yes na kumbe haikuwa Mungu. Kuna mambo mengine tunaenda tunakaa katika vyama vingine na kumbe kule chini kwenye mizizi walitoa kwanza kafara kwa shetani. Unaingia unaangamiziwa hapo. Lakini ukiwa na huo mshipi ndio utakuwa uko na kiasi. Hata kabla uende ndio utakuwa unasikia, na mimi ninapaswa kwanza kumuuliza Bwana. Na mimi ninapaswa kuchukua hatua hii. Na kabla nichukue, wacha nimuulize Mungu, niende ama nisiende. Kila mtu aseme amen. Hii mshipi lazima wadugu na wadada, lazima tufungiwe katika nia zetu. Nia zetu zikikosa mshipi, feelings zitatupeleka kule tupasi kupelekwa. Nia zetu zikikosa huo mshipi, midomo yetu itaongea maneno hatupaswi kuongea. Nia zetu zikikosa mshipi, tutafanya judgment zenye hatupaswi kufanya. Na hii ndio inasababisha mtu kuchukua hatua, anaingia katika mahali ambapo hakupaswa kuingia kwa sababu nia yake haina mshipi. Salimia mtu mwambie, jifungie mshipi wa kiroho. Tuseme amen. Salimia hata huyo mwingine aliye upande wa mwingine mwambie, jifungie mshipi wa kiroho. Kwa sababu watu wengi wamekataa. Ibada zinakuwa nzuri, lakini kumbe watu hawana mshipi. Akitoka hapa wanafanana tena na dunia.
Ndio unaona mtu akikasirika, anakasirika completely. Mtu akitaka akiingia katika hali ya kukwaswa, anakwaswa. Mpaka mwende fasting kumuombea Bwana, saidia moyo wa fulani, maana umekwaswa. Mtu ni mshipi hana ya kufunga hiyo kiuno chake. Ndio hasira zikikuja anaziambia, hapa kuna mambo ninapaswa kujua. Of course ukiwa na mshipi wakati umekasirika, Bible imekupatia ruhusa ya kukasirika kutoka asubuhi 6 halafu ukasirike mpaka 6 ya jioni. Na inasema ati ukiwa umekasirika usifanye dhambi. Sasa you can imagine ati unakasirika unaingia kwa ndimi rekera bashanto roboshanda. Rakababa tubisha. Hata unakuuliza nini? Kasirika. Halafu unakasirika ukifanya hivi. Baada ya dakika 5 toka kwa hasira. Halafu unaona ndio hiyo inafika, unasema oh thank you Jesus, hallelujah. Unarudi kwa hiyo mlikuwa mmekosana mimi. Nilikuwa nimekaa kwa hiyo kambi muda mrefu, lakini niko naomba Bwana 6 ifike, hallelujah. Unamsalimia. Mwambie leo maneno tumemaliza. Lakini kuna mtu anakasirika mwezi. Nilisema nitawapatia discipline. Ni mimi walifanyia hivyo. Nilisema nimewapatia discipline. Simu yao sichukui. Hawataniona. Unasikia mtu vile anaongea mpaka Lisafko anasema, nilikwaswa na fulani, sitakuja nyumbani. Mwingine nilikwaswa na fulani, sitaenda kanisani. Unajua oi. Hii mtu ana mshipi. Ni mshipi ana. Na asubuhi nilikuwa ninaambia watu hapa, it is very possible for you to use gift mbele ya watu. Kipawa unaweza kitumia hata ukiwa kitoto cha kiroho, unaweza tumia kipawa chako na watu wabarikiwe, maana that is a gift. Lakini ikifika wakati wa kudhihirisha mambo, ndio huwa inakuonyesha kama mimi ni kitoto cha kiroho ama mimi nimekomaa. Mimi nitafunga mshipi ama sitafunga. Sasa niwaulize watoto wa baby class, unaweza kupata hata hiyo mishipi labda ikinunuliwa ikatwe sana. Karibu 3/4 inakatwa ndio kakizunguka hivi. Na uweze pata mtoto amefungwa ati mshipi ya mzee. Mpaka hiyo tu hiki nini ya kufunganisha. Ikiwa hapa ni kizito sana mpaka kwa tumbo yake. Maana ni kimshipi kikubwa, hata akiingia zile mahali mshipi inapitia, inakataa. Kwa hivyo kuna mtu anaweza kuja hapa tumwangalie tuone mshipi ni kama ya baba yake ikakatwa. Kwa hivyo ukiwa na mshipi lazima utakuwa na kiasi. Kiasi kikosekana ya mambo yale unafanya, tutajua wewe ni kile kitu ambacho umekosa ni mshipi. Kitu kingine tutajua ishara nyingine ya kwamba hauna mshipi, kando na kuwa na kiasi, ni vile huwa una behave. Vile huwa una behave ukiwa umefurahi ama ukiwa umekasirika. Hiyo itatufanya tujue hauna mshipi ama tujue uko na mshipi. Kuna watu wakifurahi sana anaingia kwa dhambi. Kuna ndugu walikuwa wamefurahi sana wakiwa na mke wake, wamefurahi. Ndugu akasema, na mimi nikiwa nimefurahi hivi, ninapaswa kukunywa chupa moja peke yake ya Tusker. Mke akamuuliza ati Tusker, si hata ile ungesema Fanta. Na ndugu akatoka, kurudi alirudi na chupa ya pombe. Akasema leta glass. Akaingia kwa kigazeti ilikuwa imerapiwa hivi. Akachomoa, ni Tusker. Akasema furaha niliyo nayo, lazima nikunywe. Kwa hivyo kuna watu wakifurahi wanastahili waangalie wasifanye dhambi. Maana vile watabehave wakifanya wakiwa wamefurahi wanaweza fanya dhambi nyingi katika kufurahi kwao. Si mnakumbuka Herode alifurahi akiwa watu wanamsifu. Hata tukua tunaona kama ni wewe. Mimi nilikuwa nakuangalia hivi naona uso ya Yesu hapa. Unasema Jesus. Ulikuwa unaona Jesus? Yes, unamwambia 3/4 part of me inakuanga Jesus Christ. Mtu anakuuliza, "Wewe unakuwa na yani wewe vile uko yeye?" Unasema yes.
Hata hii mikono. Nilisikia watu wengine wanaambia pastor wao, ati akifanya hivi mguu anaona ati ukifanya hivi, niliona mguu ya Yesu huko ndani kwa maji ukitubatiza. Nikawauliza, ati mliona Yesu miguu? Wakasema hata huyu pastor wetu hakuangi mwanadamu. Huyu ni Jesus. Naye kwa sababu ya kufurahi kwa vile amepewa sifa, alitingiza kichwa akasema, mimi ni mmoja wa hao watu. Na baadaye, saidia huyo ndugu. Leta yeye hapa. Wakati umefurahi na wakati umekasirika, nia yako ndio unaweza kuelewa kama uko katika hali ya kuwa na mshipi ama hauna. Na ukikosa mshipi, lazima maisha yako itakuwa mabaya. Maana wakati ule umefurahi, unaweza jipata katika hatari. Kijana mmoja wa mfalme, Biblia inasema kwenye kitabu cha Danieli 6, kijana mmoja alifurahi vile aliona wageni wengi, akaona watu ni wengi, akaona watu ni wazuri. Halafu Biblia inasema akasema, mniletee vitu za Mungu hapa, nikunywe nazo hizo vikombe. Na hizo vikombe zilikuwa za hekalu ndani. Akasema akunywe nazo divai. Wakakunywa hapo. Wakakunywa divai hapo. Na walipokunywa, baada ya kukunywa, akaona mkono inaandika huko kwa ukuta akiwa amekaa hivi. Akaona kidole inapita hapo inaandika mene teke. Akaangalia kasiro, hii ni maneno gani? Biblia inasema mifupa ya mwili wake ikiwa ndani ya nyama ikagongana hivi. Akasikia, mimi sio mzuri. Hiyo mkono sio ya kawaida. Biblia inasema akashuka chini. Ndio akaambiwa, Bwana Mungu ameshaandika kwa ukuta ya nyumba yako. Wakati umefurahi, kuna mambo unaweza fanya ikupotezee ushirika wako na Mungu tena. Herode alizungumziwa, akafurahi, akafanya hivi. Ati unaongea kama Mungu. Unaongea kama Mungu, akasema yes. Mimi siongeaga kama mtu mjinga. Ninaongeaga kama Mungu. Biblia inasema malaika alishuka mbinguni direct, akampiga hapa akiwa amesimama juu ya jukwaa. Pa! Akaanguka chini. Wanyama wakakuja, wale wadudu ambaye kama vile unaona miwa inakuliwa katikati. Ndizo zilikuwa hapo, zikamkula matumbo ikatoka. Watu wote wakatoroka. Ni nini? Wakati alikuwa amefurahi, alisahau hana mshipi. Tuseme amen. Na kwa hivyo ukiwa umefurahi na ukiwa umekasirika, unapaswa kuwa sensitive. Maana ukikosa kuwa sensitive, maisha yako itakuwa hatarini. Kila mtu aseme amen. Amen. Haya, nani mwingine alifurahi? Ni Nebukadneza alifurahi. Nebukadneza alifurahi akatoka kama hapa kwa corridor. Mnaona vile watu huwa wanajenga nyumba ya ghorofa? Alikuwa amejenga nyumba ya ghorofa hivyo. Biblia inasema akaona vile ako na mali nyingi, akatokea hapa kwa corridor, akaangalia vitu zake, akaangalia. Alipoangalia, Biblia inasema akasema, hii ni kwa uwezo wangu. Hii ni mwiraga ni mudhukomi. Na wabiaga mimi natafuta, sio kama wanaume wengine hawajui kutafuta. Mungu akamsikia. Alipomsikia, akashika kichwa kibadiliwa. Ikawa kama akili zake zikatoka, akawa kama mnyama. Akaenda mpaka kichakani. Akakula nyasi miaka 7. Ni wakati alikuwa amefurahi. Na watu wengi hapa mkifurahi ndio mnafanyanga dhambi. Of course watu wengi mkiwa hapa hamufanyangi dhambi wakati ya mja furahi. Wakati ndio unasikia sasa ndio nimefurahi kabisa, ndio unaongea maneno inakutoa kwa uwepo. Ndio unaongea maneno mengine inakuondoa katika uzuri wa Bwana. Mtu mwingine anasikia leo nimeshinda vizuri. Kwanza akiangalia anga vile iko, anaona hii ni anga ya kajua. Vile iko anasikia vile ni kuzuri. Anasema leo jioni nimesikia Mugithi ikitangazwa, nitaenda Mugithi. Kufurahi huko, analala huko akiimba. Tukufu wa Bwana unahama unamuacha. Mimi ningetaka niwaulize, ni siku gani ulikuwa umefurahi sana ukafanya dhambi? Haya, wengine ni wakati wamekasirika. Wakati watu wengi wanakasirika, wanasahau hawana mishipi. Kwa hivyo anakuwa ruhusu kuongea sana. Anaongea, angalieni Daudi. Na ndio unapaswa kuangalia, kuna watu mkiongea na wao inakuwa mambo mbili tofauti. Kuna watu mkiongea na wao inakuwa mambo mawili tofauti. Unaweza tukanana na mtu mwenye ako kwa authority, yeye atakuwa anakulaani. Hata mkikosana na mtu mwenye na mamlaka kukuliko, usimuongeleze. Yeye upigie kelele zako na huko usisikizike. Lakini unaweza sema kwenda huko hata una akili. Anasema unasema sina akili.
Wacha tuone hii dunia itakupeleka wapi kuanzia leo. Hii dunia itainuka, itapigana na wewe, itafanya vita katika maisha yako. Na ndio unaona ukiwa umeajiriwa na boss, usimtukane akikutukana. Ati nimekwambia kuanzia leo, alafu na wewe unasimama unasema, kwani nafikiria wewe ndiyo Mungu hapa duniani, hata hii kazi itakuisha. Na yeye anakuambia hakuna siku utaweka kazi, amekulaani, hajakutukana. Hata your firstborn, watoto wale ni wa kwanza, wakitukanana na watoto wale wengine, your firstborn atukane mtoto yule mwingine ng'ombe, roho ya ng'ombe itafuata yeye. Na hakuna ng'ombe inaandikwa kwa ofisi. Kwa hivyo mtu atasoma, afike university, apate makaratasi yote na alitukana huko, akawa ng'ombe. Ni ng'ombe gani inaweza pewa milioni? Na ndio unaona kazi ya ng'ombe inapeana nyama na maziwa. Kwa hivyo hiyo kitu huyu mtu atafanya ni kufanya tu kazi ya kutumiwa duniani, kwa sababu aliitwa kuku na akanyamaza. Hiyo maneno akanyamazia hivyo. Sasa unaona namna gani? Ulikasirika kukawaje? Daudi alipokasirika, mke wake ni kumtusi, alimtusi. Lakini Daudi katika hali hiyo ya kuongea, yeye ni kulaani, alilaani. Mke wake alimwambia, unarukarukaje hapo mbele ya tusichana? Ni kama afikiri. Daudi akamwambia, "Tawedaje? Ni mimi sijasikia ama ni nini?" Naye akamwambia, "Ndiposa baba yako alinyang'anya ufalme nikapewa, nikawa king." Ndio mkoro mli yake. Mungu alishuka akafanya judgment, akafunga mama tumbo. Akamwambia, "Kuna siku utazaa mtoto, akalie kiti, kwa sababu umeambia Daudi alikuwa anarukaruka hapo mbele ya tusichana kama mjinga." Kwa hivyo lazima uangalie yake authority. Na authority imewekwa kwa wazazi, imewekwa kwa firstborns, imewekwa kwa boss, imewekwa kwa serikali, na imewekwa kwa wachungaji. Ukicheza nayo, hii inakuletea shida. Authority ingine ni watu wale mumeolewa. Mume wako amewekwa akiwa na authority kwa maisha yako. Kwa hivyo kuna mambo mkielekezana na yeye, uchunge msipite mipaka. Maana ukipita apite yake itakuwa inakuja kwako kukulaani. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia. Ati unaangalia mzee hapo unasema, "Wewe unakuwa bure sana." Na yeye anakuangalia sema, "Wewe ndiye bure kuniliko." Sasa unaona watu kuna bure na bure kuniliko. Hizo vitu mbili bure. Na kuna ile iko bure kuniliko. Si unaona itakuwa mbaya sana kwa hiyo ndoa. Kwa hivyo ni vizuri muangalie. Ndio maneno yale unafanya inaweza kukusaidia. Na hiyo ndio unasikia inasemekana ni vizuri kuangalia, usiambie mke wako hana akili. Ukiambia mke wako hana akili, hauna akili, wewe hauna akili. Yeye ananga akili. Wanawake wote kile kitu ambacho wanatumia sana sio akili, ni hisia. Anatumia hisia. Ndio unaona mke wa Adam alijua penye nyoka iko, na Adam alikuwa amekaa na nyoka iko kwa shamba. Hisia yake inaweza kumcontrol impeleke kwa mambo right, bila hata kutafuta lawyer impeleke mpaka hapo. Lakini nao wanaume watu wanatumia akili. Tuseme amen. Kwa hivyo ni vizuri kuangalia nia zenu sasa ziko namna gani. Wakati ule mumefurahi, wakati ule mumekasirika, zinafanya kazi gani? Haya, hii nia tunafungiwa na kina nani? Tunafungiwa nia zetu mishipi. Tunawekwa mishipi na wachungaji wale Bwana ametuletea. Ukiona hauna haja ya kujali mchungaji yule amewekwa katika maisha yako. Akikwambia wacha unafanya, akikwambia usiende unaenda, akikwambia simama unakaa, akikwambia kaa unasimama. Yaani mnaenda hivi basi basi. Kuna mshipi hautapata. Maana Biblia inasema in the book of James, ati na kila authority imewekwa na Mungu. Haya, watu wengine wanatuweka mishipi ni wazazi wetu. Na watu wengi mliwekwa mshipi wakati mlizaliwa, wengine hamuna. Maana kuna mshipi ya nia yako unapaswa kuwekwa na mzazi. Na sasa mimi ningetaka niwaulize hivi. Watu wale walikuleta duniani, kuna mshipi